Na moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hii ni Baraka1 TV na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Kivu ya Kaskazini, wazalendo waendelea kufanya kazi kubwa maeneo ya Kivu ya Kaskazini. Bukavu, Alliance Fleuve Congo M23 RDF kulazimisha wakongomani kukimbia nchi. Uvira, kamanda mkuu wa FARDC awasili jijini Uvira jimboni Kivu ya Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mnaendelea kufuata matangazo yetu ikiwa ni tarehe 16 za mwezi wa 5 2025, saa 12 saa za Afrika ya Kati, ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Kumbuka operesheni msaidia mzalendo bado inaendelea, na kama hujaungana na operesheni hii, tafadhali tumia namba ambazo unaziona hapo kwa screen yako ili uweze kuwasiliana na Baraka1 TV. Na usikose pia kutembelea Baraka1 TV channel 2 ambako utakutana na baadhi ya matukio kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka huku maeneo ya Kivu ya Kaskazini ambako wazalendo waendelea kufanya kazi kubwa. Baada ya utulivu kwenye uwanja wa vita huko mkoani Kivu ya Kaskazini, wazalendo wamefanikiwa kuwatwanga magaidi wa M23 upande wa Bweremana na kunyakua vitongoji vinne ikiwemo Ndumba pamoja na upande wa Shasha. Na pia huko kwenye milima ya nyanja za juu wazawaza ndani ya groupmenti ya Mufwinyi Shasha, Mufwinyi Shanga, eneo la Ngungu, huku wamechukua pia maeneo ya Sake, Ruzirantaka, Kamatane, Kabingo, Bitata pamoja na Rwagara. Mapigano bado yanazidi kuendelea huku wazalendo wakiwa na shauku ya kuchukua eneo lote la Masisi. Upande mwingine, viongozi wa vijiji nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio pia wanaolaumiwa kwa kuchangia kupana maeneo makubwa kwa baadhi ya viongozi na hivyo kusababisha maeneo makubwa ya mikoani kuangukia mikononi mwa baadhi ya viongozi. Hii ni Baraka1 TV. Wakati ameingia kwa madaraka, ilikuwa alifanya mwaye yote aonekane kuwa tajiri wa kwanza mudunia mzima. Nyumba yenye ilishindaka mapei zote za ulimwengu kununua ya Michael Jackson, Kabila kaenda kainunua. Kabila liingia Kalemi akakamata etandi kama ni 50 kilometre, kama ni 40 kilometre ku ngambo ya Kichanga, yulu ya Kichanga yote mpaka kule ku 25 kilometre na Kalemi. Alilimite akakamata akatia koma kontenele ile nakuwa etandi yake Yapek. Dada yake Janete naye akaingia pale ku 55 pale kwa shefu Mutiti munjia ya kwenda Nyunzu, naye akakamata yake kipande tena mupori. Kulikuwa mutoni moya balikuwa wanasumsone kama muko matiere moya ya nguvu, bakaendaka na magari bakapanda mwa ile pori, na niko pale mwa ile eneo niko nakatia makala pale.
wakapana mupori pale na shefu Mutiti. Juu bashefu bakule habakuwake na akili habakuwake na akili. Shefu muntu mwenye batapatia 5000 francs congolais anapana etandi yote, utasema ule mtu iko na ufahamu basi Mie niliviona kwa shefu Kisonja pale ku 60 kilometre munjia ya kwenda Mapanda. Niliona shefu wanamletea 5000 francs congolais, 5000 francs congolais, akapatia Batusi fasi ya kuchungia mangombe. Mie nikamuitaka nikamwambia, Kisonja, vyenye unafanya hauvijui, aba watu sie njo tunabaishi, tunabajua mzuri mzuri. Nikamwambia mie niko mtu wa Ijwi, mimi najua hawa watu gisi wanaishi ni nyoka sumu hawa. Benyuna batia etandia kufugia mangombe, kesho utakutana banakuletea madokima sinye hapa zimetoka Kinshasa kama balisha nunua ile etandi. Na bakamufanyaka vile vile mimi nakwambia, na balimuhamisha mwa ile mwingine. Na baada ya taarifa hizo kutoka huko maeneo ya Kivu ya Kaskazini, turudi mkoani Kivu ya Kusini ambako Alliance Fleuve Congo M23 na RDF kulazimisha wakongomani kukimbia nchi. Kutokana na mazingira ambayo yanazidi kujitokeza nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya mkoa wa Kivu ya Kusini jimboni Kivu ya Kusini ndani ya mji wa Bukavu ambako unadhibitiwa na magaidi wa M23. Magaidi hao wamekuwa wakiwalazimisha wananchi kulipa ushuru mbalimbali, na huku wakianza kuwalazimisha wananchi hao, yeyote ambaye ana watoto 2 3 lazima awezi kuwatoa kwa ajili ya kutumikia jeshi la magaidi hao. Tofauti na hivyo, pia magaidi hao wanawataka wote wamiliki wa mijengo kuweza kuwa nalipa kodi ya mijengo kila mwezi, na yote ambaye ataona kwamba anachoka na utaratibu huo ni vyema kuweza kuuza mali zake na kukimbia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na magaidi hao wa M23, tofauti na kuwaomba raia kuweza kuwatuma wanao jeshini, wamewaambia wakazi wa Bukavu yoyote ambaye ana watoto ni lazima awapeleke jeshini, kupenda ama kutokupenda, na endapo hawatawapata basi wenyewe wataendeza msako na kuwakamata, kuwaingiza ndani ya jeshi. Na ndio hiyo kamata ambayo bado mkunaiona inaendelea jimboni Kivu ya Kaskazini, maeneo ya Saki pamoja na maeneo mengine ambako magaidi wamekuwa wakiwakamata vijana na kuwaingiza jeshini na wengine kuwapeleka mahala ambako hapajulikani. Mengi na zaidi, fuata taarifa hizi kutoka ndani ya mji wa Bukavu. Tumule musale tukona bakuwa wanachomoka njo wakaanza reunion yao. Point yabo ya kwanza banasema tuite Kinshasa batutumie makuta yetu zezilenda mu mabanki. Juu hatuwezi teseka na makuta zetu biko atumikisha tu kule mu mabanki biko nazunguruka juu deja Kisekedi venye natufanyizio huku ni crime de guerre. Point yabo ya pili banasema ke banakuya ata Yesu auko wanaki abata rudiaka paka siku Yesu atarudiaka. Maki biko nasie milele amina. Maki tujikaze tubaelewe. Abo abiko Banyarwanda biko Bakongomani biko Munyarwanda juu banasema lugha ya Banyarwanda mais abiko Banyarwanda. Balenza préparer guerre depuis 1990. Tupende tusipopenda na point abo ya nguvu mwenye anapenda tu mwana jijua hii siku hii ya kwema hata heshimia maordre zabo zebiko namo wala ile ma imposition yabo wala ma kritere zabo zebiko nazo, auzishe nyumba ahame ende mwinchi ingine. Ndio condition yabo ya pili. Ya tatu banasema mwenye kuna bajene ba garçon ba 4 ba 5 atoshe 2 mubusoda bende kwa arme. Maki gisi mimi niko ba garçon 2 hapa Jordan na Joseph ni pande umoya. Wala hata bote upende usipopenda batababeba tu. Poa yabo ya tatu. Si ba manyumba betuko na manyumba. Kama uko na niveau 3
Ile niveau tatu yote iko na balokateri. Kila niveau, sasa mie kwanza hapa, si niko niveau tatu. Kila niveau $5, $5 par mois. Par mois. $15 par nalipia kwa nyumba $15 par mois. Kisha gisi niko na locataire ku fin du mois, apare kwa kulipia nyumba kila fin du mois $10. Maki hapa gisi niko locataire au moins. Chaque fin du mois napasha fikisha kwa M23 $25 par mois. Na kama mimi nashinda nianze uzisha nyumba hii saa hii. Njoo habari. Point ine njoo bekuwa nayo. Batu bekuwa pose ma question bakusema nini na bia makazi banasema si peke tu créer makazi nyete ingiza franga na tuite Kinshasa batutumie mama kutetu zile ndamo makonte kai ko vile tutakufa tu na njala huko. Abo abata toka na batafonse mpaka Kinshasa. Na baada ya taarifa hizo kutoka huko maeneo ya Bukavu, naendelea kusikiza Baraka One TV ikiwa ni tarehe 16 za mwezi wa 5 2024 saa 12 asubuhi majira ya Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika ya Kati. Unafuata vizuri Baraka One TV kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA Central pamoja na East Africa, na pia ukiwa uko South Africa unasikiliza Baraka One TV. Ejide Kizenga Tembele unaendelea kuwa pamoja Baraka One TV, the only one King Selemani kuendelea kuwa pamoja na Baraka One TV. Kizabe Ayeba, wote hawa wanasikiliza Baraka One TV. Na baada ya taarifa zote hizo, turudi jimboni Kivu ya Kusini ndani ya mji wa Uvira ambako kamanda mkuu wa FRDC awasili ndani ya jiji la Uvira. Kamanda wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Luteni Jenerali Jile Banza ameweza kuwasili ndani ya mji wa Uvira huku akipokelewa na makamo msaidizi wa jimbo Jean-Jacques Elakano. Ujio wake umekuwa wa matumaini makubwa kwa raia wa Kongo, huku wakitegemea kwamba kutakwenda kuleta suluhisho kutokana na machafuko ambayo yako yanafanyika maeneo ya Kamanyola pamoja na Katogota ambavyo vipo mikononi mwa magaidi wa M23. Mpaka sasa bado alichokuja kukifanya hakijawekwa hadharani, maana aliweza kuzungumza na vyombo vya ulinzi pamoja na usalama ikiwemo pia na wazalendo, na bado walichokiongea katika vikao hivyo vya siri havijawekwa hadharani. Jile Mwilambwe Banza ambaye ni kamanda mkuu wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliyeteuliwa na Bwana Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, hii ndio mara yake ya kwanza kuweza kuweka miguu yake jimboni Kivu ya Kusini tokea aweze kupewa nafasi hiyo kama kiongozi mkuu wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia wa majeshi ya Kongo FARDC. Kwa upande mwingine, hapo ndani ya jiji ya Uvira, mbunge wa taifa Bwana Justin Bitakwira Bionahai ameweza kutoa sauti kulingana na mafuriko yaliyotokea Fizi, huku akiwa akishindikizana na kiongozi mkuu wa kanisa la Katolika na kuitaka serikali kuweza kuingilia kati kusuluhisha matatizo ambayo yanaendelea tarafani Fizi. Mengi na zaidi, huyu hapa mbunge wa taifa Justin Bitakwira Bionahai. D'abord, je suis en compagnie de Monseigneur Moyengo, l'évêque d'Uvira.
On était d'abord venu pour parler de la catastrophe qui s'est déroulée dans le territoire de Fizi, où il est évêque, et toutes les conditions climatiques qui ont emporté des gens. On estime déjà 120 000 morts. Il y a des disparus, il y a des maisons emportées, il y a des blessés. Principalement, c'était cette question autour de laquelle nous avons discuté. D'abord, vous savez que c'est une province en guerre. La ville de Bukavu est aujourd'hui occupée comme celle de Goma. En plus de la guerre, maintenant, c'est la nature qui est en train de ravager les gens. Elle a promis l'appui du gouvernement, peut-être en 1, 2 ou 3 étapes, mais quand même, elle est consciente de la situation. Et nous espérons qu'il y aura accompagnement, il y aura appui. C'est à l'évêque qui bientôt va descendre sur le terrain qui peut me compléter à ce sujet. Quand vous voyez des rivières qui commencent à emporter des maisons, ils emportent les gens, ils emportent, c'est pas des rivières. En plus de la guerre, vous savez ce que ça fait. On commence à croire que le pays se transforme en enfer. On n'a plus où mettre la tête. Et c'est comme ça que la Première ministre a dit qu'elle va prendre cette question à bras le corps. Et nous l'espérons que ça sera fait. Na mlikuwa kunasikiza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Baraka One TV na mimi ni Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP. Saa 12 saa za Afrika Kati ndipo tunakwenda kung'oa nanga ukurasa wetu matangazo. Tukutanane majira ya saa 6 pamoja na saa 9 mchana, saa 12 jioni, pia kwenye habari zingine za moto kutoka Baraka One TV. Mimi ni Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP.